Hello guys, karibuni tena kwenye Mesh TV1 na host wenu wa kila siku Lightness Bryson. Leo nipo na mgeni, nitampa wasaa na wewe wa kujitambulisha. Karibu sana. Nashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Mr. Joshua Nguyahambi. Kama ambavyo host ameelezea hapo, nafikiri nimrudishie yeye tuone hicho kitu ambacho amekiandaa kwa siku ya leo. Jamani, karibuni sana. Tuko hapa na discussion ya leo tutakuwa tunaongelea masuala ya uchumba na kuelekea kwenye ndoa, ambayo mgeni wetu Mr. Nguyambi, topic yetu ya leo itakuwa ni masuala ya uchumba na masuala ya kuelekea kwenye ndoa na masuala ya ndoa. Karibu sana Mr. Nguyambi. Na maswali yangu ni mengi sana yanahusiana na mambo ya vijana ambao wanapitia kwenye masuala ya uchumba na ndoa, na wengine ambao wakiwa wanaelekea. Na kwenye swala la uchumba, watu wengi wanakuwa wana expectation nyingi sana. Kwa naomba wewe utuambie kwenye masuala yako ya uchumba yalikuwaje, uliwezaje kuyahandle vizuri mpaka kufikia kwenye swala la ndoa. Nashukuru. Nafikiri kabla ya kuanza kuelezea kiundani, lakini nianze kuelezea hizo tuseme kama block 3 ambazo zinazungumzia haya mambo ya uchumba na ndoa, alafu nitaelezea mimi nilikuwa kwenye kundi gani kati ya hizo block 3. Kuna ule uchumba ambao unahusisha watu kuanza kwenye level ya mahusiano. Wanaingia kwenye level za mahusiano, wana date. Then baada ya hapo ndo mtu anaenda kwenye uchumba, alafu then ndo inafuata ndoa. Na hiyo ndio most inakuwa practice sana kwenye jamii zetu za sasa hivi. Watu wanaanza kwanza na dating, alafu ndo wanaingia kwenye uchumba, alafu baadaye ndoa. Na ni utaratibu ambao uko kwenye nchi nyingi sasa hivi za Kiafrika, na hata Ulaya ndo wana practice sana. Lakini vile vile kuna block lingine ambalo tunasema zile zinakuwa ni arranged marriage, kwamba mtu anachaguliwa na wazazi, mtu wa kufanya nini, wa kumuoa. Naona sana sana kwenye nchi za Mashariki ya Kati na Asia wana huo utaratibu, kwamba unakuta tayari wazazi wanajua kwenye familia fulani ndipo mtu anakwenda. Kwa hata kwenye jamii za Kiafrika huo utaratibu unakuwepo. Lakini vile vile upo utaratibu ambao ni wa kiimani, ambao sasa kwa misingi ya imani za kwetu, kwa sababu ni Mkristo, hawaruhusu mahusiano kabla ya nini? Kabla ya ndoa. Kwa hiyo maana yake mtu ataanza ile mchakato ya kumtafuta Mungu ili Mungu aweze kumguide kupata mtu wa kuoa. Kwa hiyo mimi sana sana nimeegemea katika hiyo block ya 3 ya njia ya kiimani, ya namna ambavyo unamtafuta Mungu ili aweze kukuguide kumpata mtu sahihi wa kumuoa. Sasa kwa hizo block 3 ulizozisema, na ukiangalia kwa maisha yetu haya sasa hivi, ni wachache sana wanaofuatilia hiyo ya kiimani. Na ni wachache sana ambao wanaruka na hiyo stage ya imani na wakafikia malengo yao. Lakini kwa hiyo block ya kwanza ambao umeisema ya watu kuanza dating, then wanaenda kwenye mahusiano alafu ndoa, ndio umesema hivyo. Hiyo kwa watu wengi, kwa imani yako wewe una imani hiyo ya 3 ndio inawaka vizuri. Lakini tukiangalia watu wengine wanaanza ndio kwenye dating na kwenye mahusiano alafu kuoa. Sawa. Na zinafanya kazi. Kwa hiyo hapo wewe unawashaurije vijana wa sasa hivi? Itategemeana na imani ya mtu. Lakini kwa kijana ambaye anaamini misingi ya imani, hasa kwa vijana ambao labda ni Wakristo, ni lazima wafate taratibu, kwa sababu ni sawa na mtu kanunua friji. Ile friji linakuwa na manyo yake ambayo inakuwa inatoa maelekezo ya namna ya kuitumia. Sasa ukianza kuchukua vitu ambavyo vinakwenda kinyume na ile manyo, manake mwisho wa siku ile friji itashindwa kufanya kazi vizuri. Na kama utakuwa umefuatilia katika kizazi chetu hiki, kuna
kuna rate kubwa sana ya ndoa kuvunjika, kwa sababu watu wengi wanaingia kwenye mahusiano bila kufuata ile misingi mizuri ya kimahusiano. Unaona Manake watu wanaanza kwanza kwenye mambo ya dating, wengine mpaka wanafikia hatua ya kufanya washerati, kufanya vitu ambavyo sio vizuri, ambavyo vinaharibu kabisa ule mtiririko ambao ni mtiririko ambao ni mzuri kiimani. Kwa hiyo ndio maana utakuta sasa hivi kuna rate kubwa sana ya watu ambao wanauana kwa sababu ya mahusiano. Yaani kunakuwa na changamoto nyingi tofauti na zamani ambapo watu walikuwa wanafuata zile taratibu kama zinavyotakiwa. Unaona? Kwa hiyo kwa mtu ambaye ni Mkristo kama mimi, nitamrecommend afate ule utaratibu wa Kristo unavyotaka, na ataenjoy, na ni kitu ambacho ni kizuri, ambacho nitamguarantee kwamba hawezi kupata zile changamoto kubwa kama ambavyo wakikiuka huo utaratibu. Lakini tukiangalia labda tuseme kwa culture yetu ya Kiafrika, ndo wengi bado still tunafuatilia huo mtiririko wa kiimani. Lakini ukiangalia kwa wenzetu wanaanza kudate wakiwa na miaka 18, 19. Kwa hiyo obviously pale hakuna ndoa. Yaani huwezi kuozesha watoto wadogo. Kwa hiyo wengi wao wanaenda kwenye mahusiano labda wanafika 22, 23. Tunaona wengi kwenye mitandao. Wanapata labda watoto 2, 3, alafu ndo wanaona sasa hivi tuna 30 tuoane. Au wengine wanakwambia kwa kupitia mitandao hii tunayoiona, maana mitandao inajenga na kubomoa. Lakini kwa mitandao hii tunayoiona, unaona mtu anakwambia ni bora ukakaa na mtu ukajua kweli naweza nikaoana naye. Umeishi naye, umeona kabisa huyu mapungufu yake nayaweza, unamuoa. Au mwingine anaishi naye labda miaka 3, 4, anaona sitaweza. Na kwa upande mwingine pia kuna wale ambao wanafuata kiimani, lakini wanafika ndani wanashindwa, mapungufu yao wanashindwa kuyabeba, wanaachana. Na ukijua kama kwa imani yetu ya Kikristo, ni ngumu sana kuachisha ndoa ya Kikristo. Divorce pale hairuhusiwi. Ndio maana wengi wao wanaambiwa nendeni mahakamani. Lakini kwa ndugu zetu Waislamu inaruhusiwa. Talaka unampa, unaoa mke mwingine. Si ndio? Kwa sasa hapo unawaaminishaje watu kwamba hiki kitu ni sawa, sio sawa? Kwa sababu sasa hivi, zamani ilikuwa mitandao ilivyokuwa haipo, sio kwamba hivi vitu vilikuwa havifanyiki. Vilikuwa vinafanyika. Ila vinafanyika kwamba nyuma hakuna mtu anayejua. Watajua familia, watajua watu wa karibu. Lakini sasa hivi kwa sababu kila kitu kiko exposed kwenye mitandao, na wengi wetu ukishakuwa mtu wa mitandaoni, it's easy wewe kuposti, kusema nimemwacha fulani, nimefanya nini. Kwa hiyo sio kama mambo ni mageni, ila sasa hivi yako wazi. Kwa hiyo hata wa zamani pia walikuwa wanayapitia hayo. Kwa hiyo wewe una point, yani tofauti na hilo, unawashaurije wa vijana ambao wako nje wanatafuta wachumba, wana fight na mahusiano yao, kwa sababu watu wanapitia heartbreak nyingi sana huko nje. Mwingine mpaka anakata tamaa kusema mimi siolewi au kuolewa. Wewe unawashauri? Na kitu ambacho mimi naweza nikawashauri vijana wenzangu, hakuna kitu kizuri kama kujikubali, kujiheshimu, na kuhakikisha kwamba unafuata ile misingi inavyotaka. Na mtu ukiwa unafuata misingi, kwanza wewe mwenyewe unajitengenezea, tunasema unajitengenezea ile brand, unajitengenezea chata ambayo ni nzuri. Hata kijana wa kiume anapokuja kwako, anakuona kabisa wewe ni binti ambaye kweli unastahili kuolewa kutokana na namna ambavyo umejiweka. Kwa hiyo kama ukijiweka kwa namna ambavyo kila kijana anayekuja kwako unamkubali, kila kijana anayekuja kwako unatoka naye, kidogo hiyo inaleta athari, na ndizo hizi athari ambazo tunaziona. Kwa sababu kwenye issue ya ndoa ni issue ambayo kwenye imani ya Kikristo ni issue ambayo ni very sensitive. Unaona? Ni issue ambayo ni maamuzi ya maisha, kwa sababu kwenye imani ya Kristo tunaamini kwamba mtu kishaoa
hakuna nafasi nyingine tena ya kusema kwamba utafanya maamuzi mengine. Maana ukifanya maamuzi mengine hapo baadaye ni kama vile unakiuka yale maelekezo ambayo Mungu ameyatoa. Kwa hiyo ili uweze kuepuka hayo maumivu, inabidi ukae kwenye ule mstari. Ni kweli sasa hivi jamii yetu imekuwa corrupted, lakini ukiangalia hawa watu ambao wanaishi pamoja, kwa sababu haya ni mambo ya kitakwimu, hata ukisoma kwenye takwimu utakuja kugundua hili. Ukiangalia hawa watu ambao wameishi pamoja alafu wakaja baadaye wakaoana kwa kisingizio kwamba walikuwa wanachunguzana, baadaye takwimu zinaonyesha kwamba sio wengi wanakuwa na percentage kubwa ya kuendelea mbele kwa kudumu kwa maisha marefu. Na hii ni fact, kwa sababu hata ukiangalia wazazi wetu namna zamani walivyokuwa wanaoana, utagundua kwamba ndoa zao zilikuwa zinadumu, na wengine tunawashuhudia mpaka leo wanaishi kwa namna ambavyo walikuwa wanafuata zile taratibu. Ni tofauti na vijana wa sasa hivi ambao wanaanza kuishi pamoja, kwa sababu mkianza kuishi pamoja manake ni kwamba kwanza mnakuwa hamna zile baraka za Mungu ambazo zinawawezesha nyinyi kusustain kwenye ndoa, kwa sababu kwenye ndoa manake ina expose zile tabia zako. Manake kama ulikuwa ni mchoyo, ndoa ina expose zaidi ule uchoyo wako. Kama ulikuwa ni mbinafsi, ndoa ina expose zaidi ule ubinafsi wako. Kwa ukianza kuishi na mtu, hakuna mtu ambaye amekamilika, ataona tu ule udhaifu wako. Kwa hiyo mtu atakuwa ana reference kwamba huyu ana mapungufu, kwa hiyo atatamani kwenda kwa mtu mwingine akifikiria kwamba yule mtu mwingine hana mapungufu. Akienda kule napo anakuta yule naye ana mapungufu. Kwa hiyo inakuwa ni chain ya namna hiyo. Unaona? Kwa sababu kwenye ndoa hatujaahidiwa kwamba tukienda kwenye ndoa tutakuta kila kitu kiko vizuri. Yaani hizo ni nadharia ambazo ni za uongo, za watu kufikiria kwamba kuna mtu ambaye hana mapungufu ambaye anaweza kwenda naye. Yaani kuna mtu fulani ambaye anaweza kuwa mwokozi wake kutokana na yale madhaifu alionayo. Hizo ni nadharia za uongo ambazo vijana wengi wanazo, ambazo zinawafanya kuwa na muendelezo huyu. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna vijana wengi wana mahusiano mengi, na ukiwauliza wanakuambia kwamba kwa sababu ile wa kwanza alikuwa na mapungufu haya, akaenda wa pili. Ukimuuliza wa pili naye aliachana naye, atakwambia naye alikuwa na mapungufu haya, kana kwamba yeye hana mapungufu. Unaona? Kwa hiyo tukizungumzia hilo, mimi nitawashauri vijana warudi kwenye ile misingi. Sawa. Na dunia sasa hivi uko nje unaambiwa mapenzi hayana formula. Kwa hiyo unaweza ukawa unaona njia hii ni sawa, njia hii sio sawa, au hili ni sawa, hili sio sawa. Kwa hiyo kwa vijana wengi ambao wanaanzisha mahusiano, mimi nina imani watu wanaanzisha mahusiano wanatamani kufika mbali. Sawa? Especially kwa upande wa jinsia ya kike, unajua sisi tukienda tunavyoendelea kukua ndivyo tunavyoendelea kuzeeka wanasema. Lakini vijana wanazidi kuwa vijana wa kiume wanazidi kuwa vijana mpaka uzeeni huko. Kwa hiyo mwanamke akianzisha mahusiano na mwanaume, expectation zake kubwa sana ni huyu ndo mwenyewe nataka kuoana naye. Lakini kutokana na tabia za kila mtu amelelewa kwenye familia yake, anaona hili ni kosa, hawezi kuvumilia, hili ni kosa, hawezi kuvumilia. Inakuwa inaleta ile kitu cha hapana, sitaweza. Yaani hakuna ile maelewano ya kusema tukae chini, tusemezane hili na hili na hili. Wewe utuambie kwenye uchumba wako uliwezaje kuweka huo msingi wa kwamba ndio kila mtu ana mapungufu yake, lakini tunawezaje tukavumilia? Ni njia gani ulitumia? Swali lako ni zuri. Kuna utaratibu tofauti kulingana na imani tofauti. Lakini mimi nitazungumzia kwa imani yangu mimi kama Mkristo, namna ambavyo utaratibu unavyotakiwa. Sababu utaratibu ni kwamba wewe unatakiwa kama kijana lazima ujue kwanza unachokitaka. Unataka mke wa namna gani? Unaona, lazima hilo jambo liwe nalo kwamba mimi nataka mke wa namna gani, kwa sababu utajievaluate. Kama mimi ni mtu wa namna hii, labda ni mcharuko, labda ni mzungumzaji sana, labda ni mtu fulani wa imani sana, unaona. Maana kuna vitu vyako ambavyo unaviona, ambavyo unaona huyo mwenzako akija ataweza kucomplement,
ndo unafanya nini, ndo unaanza sasa huo mchakato. Sasa watu wengine wanaingia kwenye mahusiano au wanaingia kwenye process ya uchumba kwa kujua kwamba nitakapoingia kwenye process hii, huyu hapa nitafanya nini, nitambadilisha. Anasema nikiingia kwenye mahusiano na lightness au nikiingia kwenye uchumba na lightness na baadaye tukaoana, nitafanya nini, nitambadilisha. Kwa hiyo ana ignore background yako, ana ignore mambo ya imani, kwa sababu ndoa ina mambo mengi sana. Unaona? Kwa mfano kuna watu wengine kwenye imani zao wanaamini kwamba ndoa sio kitu cha kudumu. Ukikwazana na mtu tu unaweza kuachana naye. Na ndo vijana sasa unaweza ukaachana naye na ukawa na mtu mwingine. Au ukaoa mwanamke mwingine. Unaona? Kwa hiyo lazima uangalie wewe unaamini kitu gani. Kuna watu wengine ambao wanaamini kwamba cha kwangu ni cha kwangu. Yaani anaingia kwenye ndoa au anaingia kwenye mahusiano akiwa anaamini kwamba cha kwangu mimi ni cha kwangu. Kwa hiyo siwezi kumshirikisha mwanamke. Unaona? Au vitu vyangu mimi nitakuwa nawashirikisha ndugu zangu, siwezi kumshirikisha nani? Mwanamke. Sasa ukiingia kwenye mahusiano na wewe unaamini tofauti na vile yeye anavyoamini, mahusiano haya hayawezi kufanya nini? Kudumu. Kwa hiyo ndo maana inashauriwa kwamba hata katika imani ya Kristo lazima uangalie mtu ambaye mnafanana imani. Unaona, mnafanana imani kwa sababu haitakuletea maumivu mengi, kwa sababu ile mitazamo alionayo mwenzi wako ndio ambayo wewe unayo. Kama yeye anaamini kwamba ndoa ni ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja mpaka kifo kiwatenganishe, kama mnayo hiyo mitazamo wote wawili itawasaidia. Lakini kama mmoja hana huo mtazamo, maana yake chochote kitakachotokea yeye atakuwa anakimbilia tu kuvunja ndoa. Unaona? Kwa hiyo sasa kwa misingi ya imani ile ya Kristo ambayo nimezungumzia kama ile block ya 3, ni kwamba haihusishi mambo ya dating. Manake kama ningeweza kuwashauri vijana, ningewashauri vijana kwamba wanapotaka kuoa lazima hawa anajua ni kitu gani anachokitaka. Kwa hiyo ataainisha vitu vyake, ataainisha ni aina gani ya mwanamke anayemtaka, zini ataenda kuomba kwa Mungu. Mungu yeye ana njia zake nyingi ambazo anaweza kukuguide mpaka kukutana na huyo potential soulmate. Unaona? Kwa hiyo hiyo ndio, yani kiufupi hiyo ndio njia ambayo mimi niliitumia. Nilijua ninachokitaka, nikaainisha hizo sifa, nikaenda kumwomba Mungu na hatimaye Mungu akaweza kunikutanisha na mwenzi wangu. Unaona? Kwa hiyo kuna njia nyingi ambazo Mungu anaweza kazitumia kukutanisha na mwenzi wako. Lakini watu si wanasema au maneno yanasema kwamba Mungu hakupi unachokitaka, ila anakupa unachostahili. Ndio? Kwa hiyo unaweza kwa vijana sasa hivi unaweza ukanarrate vitu vingi sana ambavyo ni physical na Mungu akasema na watu wengi wanakataa wenza wao. Yani unakuta Mungu amekuletea kweli huyu mwanamke ndo anakufaa, huyu mwanamume ndo anakufaa, lakini wewe una vipengele vyako vya kusema mimi huyu hana kitu fulani, huyu hana kitu fulani, huyu hana kitu fulani hivyo. Mungu ni mwema sana. Yani Mungu hawezi kukupa kitu ambacho ni kibaya. Na ndio maana tunaposema kwa mfano dada Rai, tunapoenda kwenye maombi, maana yake kuna vitu vyako ambavyo unakuwa unaviomba, labda unaomba Mungu, naomba unisaidie nipate pesa. Na kweli unaona kabisa anakujibu, anakusaidia kwa namna ambayo wewe uko unategemea. Unapata nini? Unapata pesa. Maana yake ni kwamba Mungu anajua shida zetu, anajua ni kitu gani ambacho unakitaka. Unaona? Lakini kuna vitu vya msingi ambavyo Mungu anavizingatia kwanza kabla ya yale matamanio yako ya kimwili. Kwa sababu yeye anaangalia mpaka ndani, anajua huyu kwa namna alivyo anaweza kumfaa nani? Kumfaa lightness. Na huyu kwa namna alivyo hata kama ni handsome au ni anaonekana vizuri, hawezi kumfaa kutokana na tabia zake za ndani. Kwa hiyo Mungu anaanza na vitu vya msingi. Ni kama vile ambavyo ukifunga shati hili, ukifunga hichi kishikizo cha kwanza vibaya, maana yake vishikizo vyote vinavyofuata vinakuwa viko katika mpangilio mzuri. Sasa watu wengi hawapendi kuanza na msingi mzuri huko. Kwa hiyo mwisho wa siku msingi wote huko unakuwa umeharibika. Kwa hiyo ukianza na vitu vya msingi mbele za Mungu, kumwambia Mungu, mimi nataka mtu ambaye
ni mcha Mungu, nataka mtu ambaye anakufahamu wewe, lakini pamoja na kwamba anakufahamu wewe, nataka kijana mzuri. Kaainisha pale sifa zako, ukienda kumwomba Mungu atakupa, kwa sababu Mungu anataka watoto wake nao wapate vitu vizuri. Unaona? Kwa kama tunavyojua wewe ni new wed, umeoa juzi katikati hapa hivi. Vitu gani ambavyo umeviona? Ni muda mchache sana, lakini na imani kuna vitu ambavyo vichache ushaviona ambavyo ulikuwa unavi-expect kwamba ulishaambiwaga ndoa inakuwa hivi afu hujaviona. Unaweza kutuambia vitu gani ambavyo yani ulikuwa wewe umeshavisikia huko nyuma vingi sana kuhusu ndoa, sijui nini, lakini umeingia kwenye ndoa vimebadilika, sio hivyo? Swali zuri. Sio vibaya tu, hata vizuri. Swali zuri. Mimi naweza nikasema ndoa inakufanya ujione upungufu wako, kwa sababu unapokuwa hujaoa, kwa mfano unakuwa unaishi wewe mwenyewe, uko single, kuna mambo fulani ambayo unayafanya wewe mwenyewe single, naona unakuwa ndoa inakuwa ina test ile character yako, unaona? Kwa sababu ndoa kuna vitu vingi ambavyo ukiingia kwenye ndoa utahitaji kujiadjust, kwa sababu tayari una mwenzako. Kwa maana yake ndoa inakusaidia kuwa bora zaidi ya pale ulipokuwa, unaona? Kama ulikuwa unatumia pesa pasipo utaratibu, kishaoa sasa hilo jambo litafanya nini? Litabadilika, kwa sababu inakuwa ni positive input ambayo unakuwa umeipata kwenye ndoa. Lakini ukipata mke mwema, ukipata mke mwema. Lakini kama ulikuwa ni mtu ambaye unafanya mambo yako bila utaratibu, ndoa itakurudisha, au huyo mwenzi wako atakusaidia kukurudisha kwenye huo utaratibu. Ndio maana nikasema kwamba ukifuata ile misingi ambayo inatakiwa kwenye ndoa, Mungu atakupatia mtu ambaye atakusaidia wewe uwe bora zaidi. Tofauti na watu ambao hawataki kufuata ile misingi, ndio maana unaona wanapata maumivu mengi, kwa sababu wanakutana na watu ambao sio sahihi. Kwa sababu kitakachokuwezesha kuishi na mtu sio uzuri wake, bali ni ile character yake. Mtu anaweza kuwa ni mzuri lakini asikubali watu wa kwenu. Unaona? Sasa ule uzuri wako unakusaidia nini? Kwa sababu huwezi kuula uzuri wake. Unaona? Kwa hiyo lazima utafute mtu ambaye ana character nzuri. Na character nzuri ni Mungu peke yake ndio ambaye anaweza kuijua. Kwa sababu wewe nikikuangalia kwa mtazamo wa nje najua tu ni binti mzuri, uko hivi, mtu anaweza kuficha makucha yake. Lakini mbele za Mungu mtu hawezi kujificha makucha yake. Kwa hiyo Mungu anakusaidia wewe kukuchagulia yule ambaye mnaweza kuishi naye kutokana na hizo character. Hata kama mnapitia magumu, bado yule mtu kutokana na character yake atakuwa tayari kukuvumilia, tayari kukuchukuliana na wewe. Kwa hiyo kwa namna hiyo ndio maana unakuta ndoa nyingi za watu ambao wamefuata utaratibu kama unavyotakiwa zinakuwa zimenyooka. Sana kwenye sekta ya communication. Umeitengenezaje communication yako na mke wako ili isiwe inaleta mkanganyiko kwenye ndoa yenu? Okay. Kwenye issue ya communication nafikiri mimi binafsi najifunza, kwa sababu ni kitu kigeni, yani manake unaingia kwenye ndoa, sijawahi kuoa before, manake ni mtu mpya na umeingia kwenye ndoa sana. Nilikuwa nauliza kwa perspective hii hapa ya kwamba wanaume wengi especially wa Kiafrika hawapendi kuulizwa huko wapi, unafanya nini, na sisi wanawake tunatamani sana, sio kwa kukuuliza labda kwa kutaka kugomvi au kutaka kujua labda mambo mengi, lakini ile tu for safety, kwamba uko wapi, unafanya nini, au basi sio unafanya nini, kwa sababu wanaume wa Kiafrika wengi ni watafutaji. Lakini wengi wenu hampendi kuulizwa uko wapi sasa hivi, au wewe mwenyewe kusema. Lakini una expect mimi nikwambie nilipo, nafanya nini. Kwa hiyo kwa sekta hiyo wewe umeitengenezaje? Mimi kusema ukweli niko wazi kwa mke wangu, na mambo mengi ambayo ninafanya mke wangu anayajua. Ratiba zangu nyingi ambazo ninazifanya mke wangu anazijua. Na ni kwa nini iko hivyo? Ni kwa sababu ndoa inahusisha mahusiano ya watu wawili ambao wameamua kuwa mwili mmoja.
Sababu Biblia inasema kwamba mwanamume au mwanamke atamwacha baba yake na mama yake, hataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Kuna issue ya kuambatana. Kwa hiyo mkiambatana, manake huwezi kuanza yani mtu unatembea naye, unaambatana naye, alafu unaanza kumficha baadhi ya vitu, au unaanza, yani tayari yule ni mwili mmoja, yani ni sehemu yako. Kimaandiko mwanamume na Mungu anapotutazama sisi mwanamke na mwanamume ambao tumeoana, anatutazama kama mtu mmoja, ni mwili mmoja. Kwa sasa kama ni mwili mmoja, hakuna yale mambo ya kusema kwamba hiki ni cha kwangu, hiki sitamshirikisha mke wangu, yeye ananipigia simu na mjibu vibaya. Maana unakuwa uelewi hiyo essence ya mwili mmoja. Lazima ujitoe kwake, umpende, na upendo unahitaji vitendo. Yani huwezi kusema kwamba unampenda mtu alafu hakuna vitendo. Na upendo unahitaji kuwajibika. Lazima uwajibike kwa yule ambaye unafanya nini? Unampenda. Kwa hiyo kwangu mimi kila kitu kiko wazi. Ratiba zangu zote anazijua kwa sababu ni mke wangu, kwa sababu ni mwili mmoja na mimi. Hakuna kitu chochote ambacho nakifanya kwa siri. Kwa hiyo na hii inanisaidia kuepuka kufanya mambo mengine ambayo sio mazuri, kwa sababu kila kitu kiko wazi kwake. Na unaongeleaje kuhusu hili swala la wanaume wengi wa Kiafrika ambao wanatamani yani wanaoa wanawake alafu wakishakaa nao kwa muda wanawaachisha kazi, wanataka wawe mama wa nyumbani, asifanye kazi yoyote? Hilo swala unaliongeleaje kwa upande wako? Kibiblia hiyo haijakaa sawa. Au kiimani, mimi najibia sana kiimani kwa sababu nataka nirudi kwenye manyo. Kwani kwenye Biblia si imeandikwa mwanamke atazaa tu kwa uchungu, mwanaume ndo atatafuta kwa jasho? Na watu wengi wanatumia mstari huo kwamba mwanamume atatafuta kwa jasho, mwanamke atazaa kwa uchungu. Tukizungumzia katika perspective hiyo, maana yake ni kwamba hayo ni mambo ambayo yalikuja baada ya wanadamu kufanya dhambi, ndo kaona mgawanyo. Lakini toka mwanzo Mungu alipomuumba mwanamume na mwanamke, unaona kabisa aliwakabidhi ile bustani ya Edeni waitunze kwa pamoja. Na wavitawale vitu vyote ambavyo viko kwenye ile bustani ya Edeni kwa pamoja. Hakukuwa na maelekezo kwamba mwanamke atafanya hivi, lakini hicho kilitokea baada ya mwanadamu kuwa ameanguka. Lakini bado ukiendelea kusoma kwenye Biblia utakuta kuna wanawake wengi ambao walikuwa wana shughuli za kufanya. Kwa mfano ukisoma kwenye kitabu kile cha Misali 31 utakuta pale kuna sifa za mke mwema zinatajwa. Na miongoni mwa sifa hizo ambazo zinatajwa za mke mwema ni pamoja na uwezo wake wa kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi. Kwa ukiwa na mwanamke haupaswi kumzuia kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, kwa sababu kuna leo na kesho. Unaona, kuna watu wengi wanapoteza waume zao kwenye mtu ameingia kwenye ndoa, amemsimamisha mke wake kufanya kazi. Bahati mbaya tuombei wakati lakini waga yanatokea kwamba wakati mwingine mtu anapata ajali, anapoteza uwezo wa kufanya kazi, mwisho wa siku ile familia inaanza kupata shida. Unaona, lakini kama mwanamke ana shughuli ya kufanya ambayo inamuingizia kipato, ni vizuri ukafanya nini? Ukamruhusu kufanya. Usimzuie mwanamke wako kufanya shughuli, kwa sababu yeye anapoleta na wewe unaleta, maana yake na migogoro mingi na changamoto nyingi za kifedha unakuwa mmezisolve. Japokuwa tu kama watu mmeoana, nyinyi mjue namna gani ya kubalance, ili msiegemee sana kwenye mambo ya kazi alafu mkasahau na mambo mengine ya muhimu, kama mfano familia. Unakuta wakati mwingine watu wanaegemea sana kwenye kazi, kama wana watoto wanasahau kuwalea wale watoto wao. Mwisho wa siku watoto wanakuwa katika maadili ambayo sio mazuri. Lakini kumzuia mwanamke asifanye kazi, kwa mtazamo wenyewe wa kiimani, hii haijakaa sawa. Kama tunavyojua sasa, wewe umeoa juzi kati na huko tunakoelekea utapata watoto. Kwa utandawazi wetu wa sasa hivi kuna malezi mengi sana yanayotokea kutokana na utandawazi ya watoto. Na mengi yao unaona watoto wanalelewa, labda mtoto amefikisha miaka 3, 2 kapewa simu, anachezea. Siku hizi watoto hawachezi tena rede, sijui wachezi nini kama zamani tuko very social na watu wengine nje. Wanacheza mpira, sasa hivi ni PS.
mtu anacheza drafti ya mikono ya kawaida, lakini sasa hivi wanacheza kwenye simu. Mtoto ana iPad, mtoto ana nini, how you socialize na watu. Wewe unaliongeleaje kuhusu watoto kulelewa kwenye maisha haya? Lazima umruhusu mtoto wako wa socialize. Moja kati ya mambo ambayo yameiharibu jamii yetu ni kuwafungia watoto na kuwafanya kukua kwenye mitandao. Ukimruhusu mtu kusocialize, inamsaidia kumjengea ile tunasema ile emotional intelligence. Anakuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kuhandle pressure. Wakati mwingine pale anapokorofishana na wenzake, anakuwa na uwezo mkubwa wa kuhandle vile vitu na wenzake. Hata vile wanavyokuwa wanapigana, wanafanya nini, ile inamsaidia hata baadaye kuweza kuhandle pressure mbalimbali za kijamii zinapotokea. Lakini sasa ukimfungia, anapokutana na changamoto yoyote, ndio unakuta kuna kesi nyingi sana za watu wanajiua nyakati hizi, kwa sababu wamekuwa katika mazingira ambayo wamefungiwa. Hawajui kama kuna changamoto huko nje, hawajui kama kuna maisha wakati mwingine yanatoa majawabu ambayo hawaexpect. Kwa sababu unapokuwa umemfungia, maana yake unampa kila kitu anachokitaka. Unakuta mtoto wakati mwingine hajui kama kuna kukosa. Unaona? Kwa hiyo tunazalisha kizazi cha watu ambao wanajua kila kitu kipo na kinapatikana kirahisi. Lakini anapokwenda nje, anakutana na wenzake, anamuomba huyu kitu, anamnyima, anafanya hivi, anajua kama maisha kumbe ndivyo yalivyo. Kwa hiyo manake ukilea watoto, kwangu mimi, kwa upande wangu mimi, manake nikiingia kwa maana ya kuwa na familia, lazima hilo nalo niliangalie kwamba ile emotional intelligence ya mtoto wangu lazima naye niilee vizuri, ili aweze kuendo changamoto mbalimbali za maisha ambazo zinakuja kwake. Lakini ukiangalia kwa maisha sasa hivi yamebadilika sana, kwa sababu zamani ulikuwa miaka tuseme kuanzia 90 kuja mpaka 2005 hapo na 6. Watu wengi walikuwa wanajenga nyumba, wanaweka tu fence, hakuna geti, hakuna nini. Watoto wanaonana, ni majirani wanaonana, pako wazi na wako very safe. Lakini kwa sasa hivi wengi wa wazazi wa 90 mpaka 2000 wanajenga majumba, wanaweka kuta, yani mtu amejifungia ndani na anakuambia for safety sio vizuri mtoto wako akatoka nje akacheza au akafanya nini. Kwa hiyo watoto wanaishia kwenye engo za ukuta, yani wamefungiwa ndani. Sio kwamba anania kumfungia, lakini anaogopa hii dunia iliyoko nje ya mtoto aliyokaibiwa. Kesho mtoto hajarudi, kesho kutwa mtoto alikamatwa sijui wapi, kafanywa matendo mabaya. Kwa hiyo ndio inawapa sababu ya wao kuwafungia watoto. Ni jambo zuri kwa maana ya kiusalama, lakini kwa afya ya akili ya mtoto si jambo zuri. Lakini vile vile kwa sasa hivi bado watoto wanaweza kusocial kwenye maeneo tofauti. Unaweza kumtafutia mtoto, katengeneza hata utaratibu wa kumtoa mtoto. Kuna camp mbalimbali ambazo unaweza kumpeleka mtoto akawa anacheza na wenzake. Lakini hata vile vile kwa mtoto kuna zile zinaitwa daycares. Unaweza kumpeleka mtoto ili mradi tu achangamane na wenzake, aone dunia jinsi ilivyo, lakini usimfungie mahali pamoja, kwa sababu sisi binadamu ni viumbe ambao tumeumbwa kuwa social. Ukimfungia mtoto sehemu moja, inaweza ikamletea shida katika makuzi yake. Unaona? Lakini pia hata hizi daycare za siku hizi ni tofauti na daycare za zamani. Daycare za zamani watu walikuwa wanashare uji. Lakini siku hizi daycare watoto wanabebewa chakula, yani mtoto anatolewa chakula nyumbani, anapelekewa shule au anabeba kwenye begi. Ndio daycare nyingi hivyo zinakuepo. Mtoto labda mletee uji wake, mlikuwa watoto wanalishwa tofauti, kila mtu na maisha yake. Kwa pia inawapa range ya kujua kwamba huyu ni wa huyu anakandamizwa. Pia still bado tunarudi kwenye zile kusumbua akili ya mtoto kwamba mimi mbona nakosa kitu fulani, mbona hichi sikipati. Yani ninachokizungumza mimi ni kwamba kadiri inavyowezekana make sure kwamba mtoto wako anakuwa katika mazingira mazuri ambayo
si tu kwamba atakuwa vizuri shuleni katika ile IQ, lakini hakikisha na aspect zingine zinazohusu ustawi wake kama hizo emotion intelligent, social quotient, zote zinakuwa ziko vizuri. Kwa hiyo hilo ni jukumu la mzazi. Yeye mwenyewe ataangalia ni kwa namna gani ambavyo atamfanya mtoto wake akue vizuri katika hayo mazingira, lakini usimnyime uhuru mtoto wa kuchangamana na wengine. Unaona, wakati mwingine mtu anapokuwa amekaa tu nyumbani kwenye mageti ya kishua, hawezi kuona maumivu ya watu wengine. Ndio maana unaona watu baadaye hata anapokuja kukamata nafasi kubwa za serikali, hawezi kuwa concern na maumivu ya watu wengine, kwa sababu hajawahi kuchangamana na watu. Unaona, yeye anajua tu maisha, yani anajua tu maisha katika side moja. Lakini kama mtu angekuwa amechangamana na watu, anajua kwamba kuna watu wengine hawezi kupata nguo, hawezi kupata kiatu cha kuvaa, anaweza kuwa na ile sympathy, anaweza kuwa na huruma. Lakini mtu akikuwa katika mazingira fulani tu ambayo hajawahi kuwa nje akaona dunia jinsi ilivyo, wakati mwingine ndio tunazalisha kizazi cha watu ambao ni makatili, ambao hawajali sana hisia za watu. Kwa hiyo kama mzazi, kama unataka kumkuza mtoto katika aspekti zingine za kijamii, ni vizuri ukaliangalia hilo pia. Wewe mwenyewe unaweza ukachagua ni mahali gani ambapo unaweza kumpeleka mtoto wako akaweza kukua katika mazingira hayo. Lakini vile vile tuna ndugu, tuna jamaa, ni vizuri kutembeleana, mkachangamana, inakuwa inasaidia sana. Sasa kwa hiyo aspect iliyozungumzia ya watu wanakuwa wanafungiwa ndani, wanakuwa majangili, wanakuwa tuongelee hii aspect ya upande wa kiume ambao hawafunguki, hawaongei mambo yao, na unaambiwa kwenye jamii yetu mwanaume akitaka kujiua ni one shot, kwa sababu anakuwa amehifadhi vitu vingi na anakuwa haviongei. Unawashaurije wanaume wa namna hiyo ambao hawaongei, au unawapa shauri gani ili, au ni njia gani ambao unaitumia ukiona kitu kimekuumiza sana? Unaongea na nani? Unamwambia nani hivyo? Kwa sasa hapo tunatofautiana. Kwa wale ambao ni wana imani, manake changamoto zake ataenda kulia mbele za Mungu na ataventi hivyo vitu vitamtoka. Lakini kwa wale watu ambao hawaamini mambo haya ya imani na nini, ni vizuri sana kuwa na mtu ambaye unamwamini, ambaye unaweza ukamweleza mambo yako. Yani si jambo zuri sana kukaa na vitu ambavyo vinakuumiza. Na hii ndio maana nikasema tokea awali nategemea na malezi. Hii ni changamoto vile vile ya afya ya akili, kwamba na kitu kinakuumiza lakini hutaki kukisema. Unaona? Lakini kama kungekuwa na malezi mazuri, kwamba watu wanaweza wakashare vitu, watu wanaweza umelelewa katika mazingira ya kushirikiana vitu, umelelewa katika mazingira ya kuzungumza, inakuwa ni rahisi zaidi kuzungumza. Unaona? Kwa hiyo kwa watu ambao wana vitu moyoni, ni vizuri kuvisema. Utafute mtu wa kuzungumza naye, uviseme, na ukivisema manake unatua ule mzigo. Nashukuru sana. Naomba tu utawashauri vijana chochote kile tukiwa tunamalizia hii video au utakapokuwa na kipindi kingine. Nashukuru sana. Kitu ambacho naweza nikawashauri ni kwamba tumezungumza kwanza mambo mengi kuhusiana na mambo ya uchumba na ndoa. Mimi kitu ambacho naweza nikawashauri vijana ni kuzingatia tu utaratibu. Hakuna kitu kinacholipa kama utaratibu. Kama unataka kuoa, basi oa. Sicheze binti wa watu kamuumiza alafu mwisho wa siku kambwaga. Fuata utaratibu, oa, tulia na mmoja wako. Tafuta mmoja wako ambao unaweza kumudu na anaweza kukumudu, tulia naye. Ndio kitu ambacho nawaachia hiyo. Inaonekana unaenjoy sana usala ya ndoa. Swala lako la ndoa unaona siko vizuri sana. Jamani, wapendwa wetu wa Mech TV, tutakutana tena kwenye kipindi kingine.